Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba nyote mnaendelea vizuri, na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika sekta ya usalama ambayo hali inazidi kuzorota siku baada ya siku, japokuwa michakato ya utafutaji wa amani wa kudumu ambayo yanaendelea mahali na mahali. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini, ambako wapiganaji wa makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo wameripotiwa kuuawa katika mapigano ya silaha yaliyozuka mapema mwa Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026 asubuhi katika kijiji cha Kigurwe kilichoko katika grupema ya Kabunambo, takriban kilomita 7 kutoka mji wa Sange kaskazini mwa mji wa Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 12 asubuhi yakihusisha wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na vikosi vya Rwanda. Mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya silaha ndogo na nzito na yaliendelea kwa saa kadhaa kabla ya kupungua kwa makali yake. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa wapiganaji watatu wa wazalendo walipata kuuawa, huku wapiganaji 5 wa upande wa wahasi wakiripotiwa kujeruhiwa kulingana na vyanzo hivyo. Baada ya mapigano hayo, hali ya utulivu wa tahadhari imerejea katika eneo hilo, ingawa mvutano bado unaonekana. Kijiji cha Kigurwe kinaendelea kuwa chini ya udhibiti wa muungano wa wahasi wa M23 RDF pamoja na washirika wao, wakidumisha uwepo wao katika eneo hilo la kimkakati. Katika mazingira haya ya ukosefu wa usalama, raia wanaendelea kuishi kwa hofu na sintofahamu, wakihofia kurejea kwa mapigano wakati wowote, hasa kutokana na ukaribu wa mistari ya mapambano na maeneo ya makazi. Huko mkoani Kivu Kusini, mapigano mengine mapya na makali yaliripotiwa kuanza tena katika majira ya alfajiri ya Jumatano tarehe 6 Mei katika kijiji cha Tushunguti, makao makuu ya grupema ya Ziralo wilayani Kalehe, kati ya wapiganaji wa Zalendo na wahasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinasema kuwa mapigano hayo ni sehemu ya mashambulizi ya kurejesha udhibiti yaliyoanzishwa na wazalendo, wakilenga kukomboa eneo hilo la kimkakati ambalo lilitekwa na wahasi wa FCM 23 Jumapili iliyopita baada ya siku 2 za mapigano makali. Tangu asubuhi na mapema, milio ya silaha nzito na ndogo imekuwa ikisikika ndani na pembezoni mwa eneo hilo, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa raia. Wakazi wengi wa vijiji vya jirani ambao tayari wameathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama wamelazimika kujificha au kukimbilia maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi. Hali ya usalama bado ni tete sana, huku mstari wa mapigano ukibadilika mara kwa mara na taarifa zikiendelea kubadilika katika eneo lote hilo la Ziralo. Ikumbukwe kwamba mapigano ya mwishoni mwa wiki iliyopita yalisababisha wahasi wa FCM 23 kuchukua udhibiti wa Tushunguti, jambo lililosababisha mamia ya familia kuyahama makazi yao. Hadi sasa waathirika hao wanaendelea kutafuta hifadhi katika maeneo ya jirani, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Na tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya utulivu wa tahadhari, ingawa bado ni dhaifu, umeshuhudiwa tangu hiyo jana ya Jumatano tarehe 6 Mei katika vijiji vya Remeka na Katuhunda vilivyoko katika wilaya ya Masisi, kufuatia mapigano makali yaliyotokea siku iliyotangulia kati ya makundi ya wapiganaji wa Zalendo na wahasi wa FCM 23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza Jumanne ya tarehe 5 Mei mwaka huu baada ya mashambulizi yaliyoanzishwa na wapiganaji wa FCM 23 waliotokea katika maeneo ya Ngungu. Shambulio hilo lililenga nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na wazalendo, ikiwa na lengo la kupanua ushawishi wao katika eneo hilo ambalo limekumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kwa muda wa wiki kadhaa sasa. Mapigano hayo yaliyohusisha matumizi makubwa ya silaha nzito na ndogo yaliendelea kwa saa kadhaa. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, wazalendo waliweza hatimaye kuzuia na kurudisha nyuma mashambulizi hayo, na kwa sasa wanaendelea kuimarisha nafasi zao katika vijiji husika. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa wapiganaji wa FCM 23
walilazimika kujiondoa na kurejea upande wa Ngungu baada ya kushindwa katika shambulio lao. Licha ya utulivu unaoonekana jana na leo, hali ya usalama bado haijatengamana na inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wakazi wakihofia kurejea kwa mapigano katika eneo hilo la Masisi. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, wanawake wawili wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika wilaya ya Lubero katika matukio mawili tofauti yanayohusisha mwanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na mpiganaji wa makundi ya kizalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya ndani, vinadai kuwa tukio la kwanza lilitokea katika kijiji cha Robine. Mwanajeshi wa FARDC anaripotiwa kumpiga risasi mke wake kwa karibu sana, kwa sababu ambazo hazijafahamika hadi sasa. Mwili wa marehemu ulipatikana asubuhi mapema ukiwa umejaa damu. Mamlaka za eneo hilo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama zimetangaza kuanzisha uchunguzi ili kubaini mazingira halisi ya mauaji hayo. Tukio la pili liliripotiwa siku hiyo hiyo katika vitongoji vya Yambiaya huko Mangurejipa, kilichoko katika sekta ya Bapere ndani ya himaya ya Baswaga, bado katika wilaya ya Lubero. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mpiganaji wa wazalendo alimpiga risasi kwa karibu mwanamke anayesemekana kuwa mwenzi wake wa maisha. Sababu za kitendo hicho bado hazijathibitishwa rasmi. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya Mangurejipa ukisubiri taratibu za mazishi. Akizungumza kuhusu matukio hayo, msimamizi wa kijeshi wa wilaya ya Lubero, Lieutenant Colonel Kiwe wa Mitela Alain, alithibitisha visa hivyo viwili. Alieleza kuwa watuhumiwa wamekamatwa na kwamba taratibu za kisheria zinaendelea dhidi yao. Wakati huo huo, asasi za kiraia katika eneo hilo zimelahani vikali matukio hayo pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa dhidi ya raia na baadhi ya watu wenye silaha. Zinaeleza kuwa zimekusanya na kurekodi matukio kadhaa ya unyanyasaji katika kipindi cha miezi 6 iliyopita katika wilaya ya Lubero, yakihusisha hasa baadhi ya wapiganaji wa makundi ya wazalendo katika mazingira ya usalama yanayoendelea kuzorota. Na huko mkoani Ituri, tembo mmoja wa kulindwa ameuawa kwa kupigwa risasi katika kijiji cha Nyakakoma kilichoko kwenye mwambao wa Ziwa Albert katika eneo la Jugu, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limezua hisia kali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, na kwa mujibu wa mashuhuda kadhaa, linadaiwa kuhusisha mtu aliyebainishwa kuwa mwanajeshi wa Rwanda kutoka kikosi cha ulinzi cha Rwanda RDF. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana, vinadai kuwa tukio hilo lilitokea karibu na uwanja wa mpira wa kijiji hicho katika eneo ambalo mnyama huyo alikuwa akihifadhiwa. Tembo huyo anayehesabiwa kuwa mnyama aliyelindwa alidungwa risasi na kufariki hapo hapo. Baada ya kuuawa, mwili wa tembo huyo uliachwa mahali hapo kwa saa kadhaa ukisubiri kuwasili kwa mamlaka husika ili kufanya uchunguzi na kuchukua hatua zinazofaa. Hadi wakati huu hakujawa bado na tamko rasmi lililotolewa kuthibitisha kwa kina mazingira ya tukio hilo wala utambulisho kamili wa mhusika anayedaiwa kuhusika. Tukio hili linajiri katika mazingira ambayo tayari yana changamoto za kiusalama na kimazingira katika eneo hilo, ambapo ulinzi wa wanyamapori bado ni tatizo kubwa kutokana na kuendelea kuwepo kwa migogoro ya silaha na uwepo wa makundi na majeshi ya kigeni. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kipenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanaendelea kutengeneza vichwa vya habari, hususan katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama bado inazidi kuleta maswali. Na kwa kutaka kufaidi zaidi habari kutoka kwetu, tunakusi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.